Kuhusu ubora wa ufaulu, waliopata division 1 mpaka 3 wameongezeka na kufikia 255,404 sawa na asilimia 46.1, ambapo division 1 ziko 56,410, division 2 84,996 na division 3 113,995. Kama ilivyokuwa mwaka 24 na 23, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya waliopata division 1, 2 na 3 zimeongezeka wakati division 4 na 0 zimepungua. Mwaka 24 wanafunzi waliopata division 1 mpaka 3 walikuwa 221,953 sawa na asilimia 43, na mwaka 23 walikuwa 197,426 sawa na asilimia 37.4. Hivyo katika kipindi cha miaka miwili ubora wa ufaulu umeongezeka kwa asilimia 8.7. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, kati ya watahiniwa 526,620 waliofaulu, wasichana ni 278,108 sawa na asilimia 94.3 ya waliofanya, na wavulana ni 248,512 sawa na asilimia 95.8 ya waliofanya. Aidha, kati ya waliofaulu wasichana ni asilimia 53 na wavulana ni asilimia 47. Kwa kuangalia ubora wa ufaulu, ambapo tunazingatia waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni 135,676 sawa na asilimia 52.3 ya waliofanya, na wasichana ni 119,728 sawa na asilimia 40.58 ya waliofanya. Kati ya watahiniwa wote 255,404 waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni asilimia 53 na wasichana ni asilimia 47. Hivyo wasichana wamefaulu wengi zaidi kwa asilimia 6 kuliko wavulana, na wavulana wamefaulu vizuri zaidi kwa asilimia 6 kuliko wasichana. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha civics, history na geography, takwimu zinaonyesha kuwa masomo haya yameendelea kupanda kama ilivyokuwa mwaka 24, ambapo somo la history limepanda kwa asilimia 4.87 na kufikia ufaulu wa asilimia 78.23. Geography imepanda kwa asilimia 7.55 na kufikia asilimia 79.46, na civics imepanda kwa asilimia 1.32 na kufikia asilimia 71.66. Mwaka 24 history ilipanda kwa asilimia 10.16, geography ilipanda kwa asilimia 7.59 na civics ilipanda kwa asilimia 2.51. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia 97.82. Kwa somo la English language ufaulu wake umepanda kwa asilimia 3.39 na kufikia asilimia 79.48. Mwaka 24 ufaulu wa somo la English language ulipanda kwa asilimia 7. Kwa upande wa masomo mengine ya lugha, ufaulu wa French language umepanda kwa asilimia 7 na kufikia asilimia 82.9. Ufaulu wa Chinese language umepanda kwa asilimia 14.3 na kufikia asilimia 93.43. Na kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa asilimia 17 na kufikia asilimia 50.62. Kwa masomo ya science, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la chemistry umepanda kwa asilimia 0.52 na kufikia asilimia 96.88. Physics imepanda kwa asilimia 10.06 na kufikia asilimia 84.04, na biology imeshuka hadi kufikia asilimia 65.7. Ufaulu wa masomo mengine ya science nao uko vizuri, ambapo engineering science ni asilimia 86.12, agriculture asilimia 94.81, information and computer studies asilimia 95.52, additional mathematics asilimia 95.91 na food and human nutrition ni asilimia 100. Kwa upande wa somo la basic mathematics, ufaulu umeendelea kuwa chini ya wastani kwa mwaka 2025 kama ilivyokuwa mwaka 24, 23 na 22. Hata hivyo, ufaulu wa somo hili kwa mwaka 25 umepanda kwa asilimia 1.1 na kufikia sasa asilimia 26.45. Kwa masomo ya biashara, ufaulu wa commerce umepanda kwa asilimia 5.89 na kufikia asilimia 95.06, na kwa somo la bookkeeping umeshuka kwa asilimia 14.02 na kufikia asilimia 74.25. Ufaulu kwa masomo ya utamaduni, sanaa na michezo umeendelea kuwa mzuri, ambapo somo la theater arts ni asilimia 97.61, music asilimia 96.67, physical education asilimia 96.29 na fine art ni asilimia 84. Kwa upande wa masomo 13 ya ufundi, ufaulu ni mzuri na upo kati ya asilimia 81.22 hadi asilimia 100. Kwa upande wa masomo ya dini, somo la Bible knowledge ni asilimia 97.34 na elimu ya dini ya Kiislamu asilimia 85.68. Ufaulu kwa masomo haya umeendelea kuwa mzuri kwa ufaulu wake kuendelea kuwa
juu ya wastani.